kitovu cha maarifa wa mustakbali wako. Naam, tunapokwenda kuimaliza ibada hii tukufu ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, Mtume sallallahu alaihi wasallam katika mafundisho yake anatuambia kwamba ibada hii ni yenye kufungamanishwa na kitu kinachoitwa zakatul fitr. Katika hadithi ambayo imesimuliwa na Ibn Abbas, Mtume anatuambia amefaradhisha Allah subhanahu wa ta'ala zakatul fitri kuwa ni takaso kwa mwenye kufunga kutokana na maneno ya upuuzi na machafu na kulisha maskini. Atakayeitoa kabla ya sala, basi zaka hiyo itakuwa ni yenye kukubaliwa, na ambaye ataitoa baada ya sala, yani sala ya Idul Fitri, basi sadaka hiyo itakuwa ni miongoni mwa sadaka nyingine. Watukufu wa Kiislamu, watu wanaanza kujipanga na kutoka katika Ramadhani kuwatafutia watoto sikukuu, lakini wengi wetu tunakuwa tunaghafilika na suala la kutoa zakatul fitr. Tukumbuke kwamba hichi Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia kwamba ni kitakaso, na katika hadithi nyingine anatuambia kwamba funga zetu zinakuwa ni zenye kutundikwa baina ya mbingu na ardhi, na kitu ambacho kitakipelekea kwamba iweze kunufaishwa funga hiyo ni kwa kutolewa kwa nini? Kwa zakatul fitr. Kwa hiyo watukufu wa Kiislamu, jambo la kwanza kabisa si nguo za mwanao kuvaa sikukuu. Jambo la kwanza na la msingi ni kuhakikisha kwamba umepata nini? Umepata zakatul fitr kwa kila ambaye unamsimamia wewe. Hili ndio jambo la kwanza. Na kwa sababu Uislamu si jambo ngumu, sio ngumu, umeweka ni kwamba ni pishi moja ya chakula kinachopendwa katika nini? Katika mji wetu. Sasa kama hivyo, ukitizama uwe ni mchele ambao ni wa bei ya juu kabisa, basi haziwezi kufika hata shilingi 15,000. Shilingi 15,000 hujapata hata kiguo kibovu cha mwanao kwa sikukuu. Lakini sisi tunakuwa tunafanya nini? Hatukipi kipaumbele. Na Muislamu, hili ni jukumu lako na wale wote ambao wapo chini yako. Kama una watoto 10 na mke mmoja au wake 4, wote wanakuegemea wewe. Hakikisha kila mmoja umeshafanya nini? Umemwekea zakatul fitr. Ndipo ambapo utakwenda kutafuta sasa viguo vya sikukuu na vitu vingine. Watukufu wa Kiislamu, tuelekeze hili jambo, kwa sababu tumekuwa tunakaa na tunafunga katika mwezi wa Ramadhani. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atusamehe makosa yetu, lakini mwisho wetu unakuwa nini? Unakuwa ni mbaya. Na siku zote tunaambiwa tuombe nini? Husnul khatima, yaani mwisho mwema. Sasa mwisho mwema wa Ramadhani ni kuhakikisha kwamba yale yaliyotakiwa katika mwezi mtukufu wa Ramadhani basi tunamaliziana nayo